الرسول في سكرات الموت يذكرنا بالصلاة فمن أقام الصلاة فقد أقام الدين. Ndugu zangu katika iman, muktasabati Ramadhan ni nyingi, na katika bora ambayo mwanadamu yatakikana awe amelifikia lengo hili ni taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu taqwa ndio wasiyatul awwalina wal akhirin, na taqwa ndio mwisho mwema wa mwanadamu. Na hata Qur'ani anayefaidika nayo ni mwenye taqwa, na mtu akisha kufikia daraja ya taqwa huwa amefikia khairi zote za duniani na akhira. Duniani Allah subhanahu wa ta'ala atakusahilishia mambo yako, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi makhraja. Sasa ndani ya mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, hili ndilo lengo ambayo yatakana alikuwa kila Muislamu alikimbilie kulifikia lengo hili, kama aliingia ndani ya Ramadhani kwa lengo. Hii misikiti ilikuwa haitoshi ndani ya Ramadhani kabisa. Nimewapigia mfano kabla ya tarehe 14 au 15 kama sikosei katika Ramadhani, nimesali msikiti mmoja adhuhuri, ukawa ule msikiti hautoshi kabisa. Msikiti huo huo nikaenda nikasali Idi pili, tumesali safu mbili. Ramadhani ulikuwa hautoshi kabisa, watu wamesali mpaka kwenye viatu kule nje. Msikiti huo huo Idi pili, yani kumetokea sanami gani watu hawa wote wakakosekana mara moja, safu mbili. Misikiti yenyewe yalia, kwa sababu kuna watu ni ubadu Ramadhan, Qur'ani yao waisoma ndani ya Ramadhani, na wafil ibadati wazifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, kuhudhuria majalis ya ilmu wafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini Ramadhani haimaliziki kwa siku moja tu, wale wote wanakosekana. Sasa suala ambalo nataka tujiulize sote, je, siyam kwa Muislamu inamalizika kwa kumalizika Ramadhani? La. Kusoma Qur'ani kwa Muislamu kunamalizika kwa kumalizika Ramadhani? La. Kusali tahajjud na qiyamul layl inamalizika kwa kumalizika Ramadhani? La. Kutoa sadaka na kufanya khairi inamalizika kwa kumalizika Ramadhani? La. Bora wa a'mali alivyotufundisha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni adwamu wa in qalla. Bora ya amali kwa mja kuifanya katika maisha yake ni ile amali atakayodumu nayo, hata amali yenyewe ikiwa ni chache, lakini ni amali mtu anadumu katika khairi. Lakini ma'al asaf, tuna watu ni ubadu Ramadhan, na kuna watu hawaonekani katika misikiti ila siku ya Juma, na kuna watu hawaonekani katika misikiti ila wakiwa wamebebwa na watu kuingizwa ndani ya msikiti, haingii kwa miguu yake. Lakini kwa sababu sisi kwetu, maadamu aliitwa Rajabu, akaitwa Juma, akaitwa Ahmadi, hata akafanya mukaffirat, kwetu yule atabaki ni Muislamu. Hadithi iliyo sahihi na ambayo ni kauli imerajihishwa na jamhuri ya ulama, ingawa inda Shafi'i wasema hatoki katika mila ya Kiislamu mpaka pale ataposema kwamba swala si faradhi.
ndipo atapotoka. Lakini hadithi dhahiri yake nasema al-ahdu alladhi bainana wa bainahu as-salah faman tarakaha faqad kafa. Na hii kauli jamhuri ya ulama wamependa kwamba mtu mwenye kuiacha sala ametoka katika milla. Ameuliza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu rahmatan wasi'a, je, mtu kama huyu akifa yuwafanywaje? Akasema yuwatukuliwa, kuondosha harufu mbaya, wala haziki katika makaburi ya Waislamu, kwa sababu ya dhahiri ya hadithi kwamba mwenye kuacha sala ametoka katika mila ya Kiislamu. Ikhwata al-iman, sala kwanza inachukua muda gani kwako wewe Muislamu? Inachukua dakika ngapi? Haizidi dakika 5. Lakini kwa sababu ya kuwa sheitani alifungwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, jamaa walijaa katika msikiti. Alipofunguliwa tu tarehe mosi, akaja akawapea wenzake wote, akawachukua akaenda nao, kwa sababu akifunguliwa ataka kulipa kisasi cha zile siku 29 au 30 alikuwa amefungwa, hawezi kufanya kazi yake. Basi akitolewa ule uchungu alionao anawapea wote. Subhanallah, yani hata hatumalizi jamaa angalau 6, sema ngoja angalau tufunge hizi siku 6. Tukimaliza hizi siku 6 baadaye tuangalie kama tutaendelea na ibada zetu au hatutoendelea. Lakini dauri yetu sisi ni ipi? Dauri yetu sisi kama umma kuhusu ndugu zetu hawa wenye kupuza sala na wenye kudharau sala, wajibu wetu ni nini? Wajibu wetu ni kuwaita kwa hikma, na tusichoke, tusikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu, kwamba umepita siku moja ukawakuta kwenye baraza wamekaa, ukawaambia jamaa twendeni tukasali, tuombe nasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani hawa watakaokupa majawabu mazuri ni hawa wenye kukwambia tuombe na sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani Mwenyezi Mungu atupe nasi taufiki ya kuenda kusali. Sasa nitawapeni kisa cha Sheikh Ibn Uthaymeen. Alipita akamwona kijana amekaa kwenye baraza, kwamba twende msikitini, wakati wa sala umefika. Akamwambia sema. Sheikh akamwambia utakwenda. Sheikh akamshika mashati, ni mtu mzima, akaburutana. Akifika kwenye mlango wa msikiti, wanafunzi walioko kwenye ule msikiti wote ni wanafunzi wa Sheikh, mkubwa kwa mdogo, wote walikuja. Sheikh, kuna nini? Aambia huyu nataka mumchukue mumpeleke pahali pa kutawadha, aende akatawadha, kisha mumlete hapa. Sasa wale akawauliza huyu nani? Akawambia wewe wasikia kuna shekhe anaitwa Ibn Uthaymeen. La ilaha illa Allah. Alianguka chini, mimi nimemtolea huyu shekhe maneno. Akawambia huyu ndiye shekhe mkubwa hapa Gasim. Basi hata hakutaka tena kushikwa, akaenda yeye mwenyewe akatawadha, akarudi kwa shekhe. Akawambia shekhe, nisamehe na mimi mmekukosea, mmekuvundia heshima. Shekhe akamwambia sikusamehe kabisa, wewe sikusamehe. Kutaka nikusamehe ni kwa sharti. Hapa umeona kwenye hii safu ya kwanza nyuma ya imamu, nisikukose swala hata moja ukitaka msamaha wangu. Akamwambia nimekubali sharti hiyo, hutonikosa tena kutoka leo. Akaa sasa yuwahudhuria na msikiti wa Sheikh Ibn Uthaymeen, ili kwa baada ya kila sala, hata kama ni dakika 5 kuna darsa. Akabadilika huyu kutoka mkora mpaka akawa ni talib ilm, tena wanafunzi wakubwa wa Sheikh. Lakini sisi tukiambiwa tu neno kidogo, mtu akwambia kaswali wewe, bwana usitafute balaa bwana. Sasa dini hii itanusurika vipi ikiwa sisi hatutaki kubeba majukumu katika jamii yetu ya kuwafanyia da'wa hawa wenye kusali ndani ya mwezi wa Ramadhani peke yake?
ni waislamu wenzetu kwa madhhabi ya Shafi, ni waislamu wenzetu tukichukulia kauli ya madhhabi ya Shafi, lakini hawa wanahitaji shafaka na rahma. Kwa nini? Ikiwa kila mmoja akipita anemkuta amekaa barazani, atabda shekhe twende tukaswali, urongo, hawatokaa mabarazani, wataingia kwanza kwa sababu pengine kuwaridhisha watu, lakini baada ya muda wataswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo linalotakikana kwetu sisi ni tusichoke, kwa sababu watu hawa nyumba zao zikiteketea mitaani, tutajitokeza kuwasaidia kuzima moto wa duniani. Kwa nini tuwaache waingie moto wa akhera? Ikiwa moto wa duniani hatutaki waingie katika moto wa duniani, tutakuwa tuko tayari kwenda kuwasaidia kuzima moto yale majumba yao yasiteketee. Kwa nini tuwaache wende wakachomwe na moto wa jahannam, waliyadhu billah? Ikhwata al-iman, ikiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasia wake katika sakarati al-maut ni wasia wa kusema as-salah wa ma malakat aymanu, atusisitizia sala, aenda katika ghafwa akisema inna lilmauti la sakarat, mauti yana uchungu, lakini pamoja na uchungu anausikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakuacha kutuhimiza sala. Kisha sala, ndugu yangu Muislamu ambaye wewe unaisali Juma mpaka Ijumaa, au unaswali sala fulani na nyingine huonekani, sala yachukua dakika ngapi kwako wewe? Na mtu akisimamisha sala, kuna tarajiwa khairi zote. Ametajwa mtu mbele ya Mtume salawatullahi wasalamu alayhi kwamba fulani ana mapungufu katika dini yake, ana mambo si mazuri. Masahaba wamtajia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamba fulani ana kadha wa kadha. Swala la Mtume aliyowauliza ni hili: ayusalli ma'na? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auliza wale masahaba, huyu mnayemtaja kwamba ana sifa si mzuri, yuwasali pamoja na sisi? Qalu na'am, wakamwambia ndio anaswali. Akamwambia satanhahu salatu, ikiwa yuwasali pamoja na sisi basi swala yake itamkataza. Ndugu yangu katika imani, ikiwa ulifikia kwenye daraja ya takwa, yataka ujue kwamba wewe umekuwa ni mtu mwenye kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo mizani. Ukijiona baada ya Ramadhani umekuwa mustahimu katika njia ya sawa, basi jua kwamba wewe umeingia katika daira ya ahli taqwa. Na ikiwa umeingia katika daira ya ahli taqwa, ni kwamba wewe umekuwa ni mahbubu inda Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukipendwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, una jambo gani lingine unalitarajia katika dunia hii lililo bora zaidi ya wewe kupendwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo tukitaka kuhifadhi yale tuliyoyapata ndani ya mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, tudumu nayo, na ndiyo ishara ya khairi na bishara ya khairi kwako wewe Muislamu, ukidumu na ibada kama vile ulivyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Uliyemwabudu ndani ya mwezi wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anastahiki kuabudiwa katika miezi yote mingine. Kwa hivyo bidii yetu sote, wale ambao wamehifadhi ibada zao wamshukuru Mwenyezi Mungu, na wale ambao tumeona wameteleza tuwafanyie bidii kuwaregesha katika njia ya haki. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wal barrul karim. الحمد لله غافر الذنب
وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن اختفى أثر إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان, katika awamil muhimu ambayo itakufanya wewe uweze kudumu katika taa na kutozikosa zile muktasabati Ramadhan, mambo mawili ni muhimu sana. Jambo la kwanza, suhbatu saliha, almar'u ala dini khalilihi. Binadamu siku zote yupo katika dini ya anayesuhubiana naye, rafiki yake. Kwa hivyo chagua nani unasuhubiana naye katika dunia hii. Jambo la pili, usiache kujifanyia hisabu kila siku katika matendo yako, na uwe na jadwali ya yale ambayo wataka kuyatenga mazuri, na ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabati katika dini. Ikiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni Rasulullah, amuomba Mwenyezi Mungu thabat, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Huyu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aomba thabati katika dini. Na haya ni mafundisho Rasulu atufundisha sisi salawatullahi wassalamu alaihi. Kwa hiyo tukithirishe kumuomba Mwenyezi Mungu thabat, kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujali, atusahilishie kuwa tuwe ni watu wenye kumtaja na kumshukuru na kuomba msamaha kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika kitabu chake tukithirishe kumsalia mtume wake salawatullahi wassalamu alayhi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وأيدهم بتأييدك يا ذا القوة المتين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق من بعده مؤيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من راشدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.